Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump alizungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin katika hatua ya kuelekea kufikia makubaliano ya kusitisha vita hivyo. Na Trump amesema Urusi na Ukraine mara moja zitaanza mazungumzo ya kutafuta amani baada ya kuzungumza na Putin Jumatatu, licha kiongozi huyo wa Urusi kupuuza au kudaiwa kupuuza wito wa rais wa Marekani kutaka mkataba wa usitishaji mapigano usio na masharti. Trump ameeleza mazungumzo hayo ya muda wa masaa mawili kama mafanikio, huku akitafuta mkataba wa kuvifikisha mwisho vita vya Ukraine kama alivyoahidi wakati wa kampeni kwamba angefanya hivyo katika kipindi cha saa 24. Trump amesema anaamini mazungumzo yake na Putin yamekuwa mazuri na Urusi na Ukraine zitaanza mazungumzo kuelekea kupatikana mkataba wa kusitisha mapigano na muhimu zaidi kuvifikisha mwisho vita. Lakini Trump alisikika akiwa amepungukiwa na ujasiri wakati alipomtaja Putin baadaye katika hafla ya kusaini muswada kuwa sheria. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky yeye amemuhimiza Trump katika mawasiliano tofauti ya simu asipitishe maamuzi yoyote bila kuwashirikisha. Zelensky amesema yuko tayari kwa mazungumzo zaidi na Urusi, lakini akasisitiza kwamba vikosi vya Ukraine havitaondoka kutoka maeneo yaliyotekwa na Urusi. Amesema ikiwa Urusi italifanya jambo hilo kuwa miongoni mwa masharti yake, basi itakuwa na maana kwamba haitaki usitishaji mapigano wala kuvifikisha mwisho vita. Zelensky pia ameihimiza Marekani isikatae au isikate tamaa katika juhudi za kutafuta amani nchini Ukraine, akisema ni rais wa Urusi pekee ndiye atakayenufaika iwapo Marekani itawachana na juhudi hizo na kuondoka kwenye meza mazungumzo ya amani. Trump ameweka matumaini yake katika kuvikomesha vita kutumia usuhuba wa kibinafsi alionao na Putin, huku akionyesha hali ya kukata tamaa inayoongezeka na hatua ya kiongozi huyo wa utawala wa Kremlin kukataa kutafuta mkataba wa makubaliano. Baada ya mazungumzo kati ya Trump na Putin, rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amemshukuru rais Trump kwa juhudi zake bila kuchoka kutafuta usitishaji vita nchini Ukraine. Von der Leyen amesema ni muhimu kwa Marekani kuendelea kushirikiana katika kutanzua mzozo kati ya Urusi na Ukraine. Vile vile, kurejeshwa kwa mazungumzo kati ya wajumbe wa Urusi na Ukraine nchini Uturuki ni ishara kwamba nchi hizo zipo kwenye njia sahihi kuelekea amani ya Ukraine. Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema mazungumzo kati ya pande zote kwenye mkutano wa Istanbul yameanza tena na kupendekeza kwamba kwa ujumla tupo kwenye njia sahihi. Putin aliwaambia waandishi wa habari kufuatia simu na rais wa Marekani Donald Trump mnamo Mei 19. Putin aliongeza kuwa msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov na msaidizi wa rais Yuri Ushakov baadaye watatoa taarifa kuhusu mazungumzo ya simu ya Jumatatu kati ya viongozi hao wawili. Ikiwa kuna jambo linahitaji kufafanuliwa, basi waziri wa habari Peskov na Ushakov watafafanua maelezo ya mazungumzo yetu na rais Trump kwenye simu baadaye. Rais wa Urusi Vladimir Putin aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano baada ya kuzungumza na rais wa Marekani. Vile vile, rais wa Marekani Donald Trump amesema anaamini katika matarajio ya Urusi kufikia mwisho wa mzozo wa Ukraine. Anasema ni wakati unapaswa kuacha jambo hili. Ninaamini yeye rais wa Urusi Vladimir Putin anataka kuacha. Angalia, ningekuwa nadhani naweza sana kusema kama alitaka au la. Nilidhani kulikuwa na nafasi nzuri sana, kama nafasi 50-50 kwamba angeweza kusema anataka kuchukua jambo zima. Sikujua nini alikuwa anaenda kusema, lakini Trump alisema alitaka kujibu maswali kutoka kwa waandishi wa habari. Vile vile, serikali ya Japani inatarajia mafanikio katika mgogoro wa Ukraine kutokana na mazungumzo kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na kiongozi wa Marekani Donald Trump pamoja na juhudi za kidiplomasia za nchi nyingine. Waziri mkuu wa baraza la mawaziri wa Japan Yoshimasa Hayashi anasema serikali inatumai kuwa juhudi za kidiplomasia za nchi husika, ikiwa ni pamoja na mazungumzo haya ya simu, zitasababisha mafanikio katika hali hiyo, alisema, akimaanisha mazungumzo kati ya Putin na Trump. Wakati huo huo, Hayashi alisisitiza kwamba Tokyo itaendelea kufanya kazi kwa karibu na jumuiya ya kimataifa na inatumai hatua chanya za Urusi kufikia kusitisha kwa mapigano mapema na vile vile amani ya kudumu na ya haki. Hayo yakiendelea, Urusi iko tayari kufanya kazi na Ukraine katika mkataba wa makubaliano ya amani ya siku zijazo ambayo yanaweza kujumuisha masuala ya kusitisha mapigano na kanuni za utatuzi wa mzozo. Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema Urusi iko tayari na itaendelea kufanya kazi na upande wa Ukraine katika mkataba wa makubaliano ya amani ya siku zijazo, inayoelezea misimamo kadhaa kama vile kwa mfano kanuni za suluhu, muda wa kutia saini makubaliano ya amani inayoweza kutokea na kadhalika, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kusitisha mapigano kwa muda fulani iwapo makubaliano husika yatafikiwa, aliwaambia waandishi wa habari baada ya kupiga simu na rais wa Marekani Donald Trump. Vile vile, Urusi na Ukraine hivi karibuni zitaanza mazungumzo ya kusitisha mapigano na kumaliza mzozo huo
Rais wa Marekani Donald Trump anasema baada ya mazungumzo yake ya simu na mwamba Putin wa Urusi. Hayo yakiendelea, kwenye uwanja wa kivita raia 17 wa Urusi wameuawa kwenye mashambulio ya vikosi vya jeshi la Ukraine katika wiki iliyopita na karibu 90 walipata majeraha. Rodin Miroshnik, balozi mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi aliyesimamia uhalifu wa serikali ya Kiev, anasema. Miroshnik alibainisha kuwa nusu ya waliopoteza maisha ni matokeo ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine, hasa madereva, watu wanaoishi katika nyumba za kibinafsi na raia mitaani wamekuwa wakilengwa zaidi na mashambulizi ya adui. Vile vile, vikosi vya jeshi la Ukraine vilifanya makumi ya maelfu ya uhalifu wakati wa uvamizi kwenye mkoa wa Kursk wa Urusi. Mwenyekiti wa mahakama ya kimataifa ya umma juu ya uhalifu wa wanazi wa Ukraine wa Neonaz na washirika wao Maxim Grigorev, ambaye pia ni mwanachama wa chumba cha kiraia cha Urusi, anasema hapo awali mahakama ya kimataifa ya umma kuhusu uhalifu wa wanazi mamboleo wa Ukraine na washirika wao iliwasilisha ripoti kuhusu uvamizi wa kijeshi na wa kiraia wa uporaji uliofanywa na wa Ukraine katika mkoa wa Kursk. Shukrani kwa Baba Ukivita na Historia Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.